Kongo imemchagua Jean-Pierre Bemba kuwa msimamizi wa serikali ya Kongo kwa ajili ya mazungumzo yanayotarajiwa kuanza huko Angola. Mazungumzo ya amani ya moja kwa moja kati ya waasi wa M23 na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanatarajiwa kuanza mjini Luanda Machi 18. Ofisi ya rais wa Angola ilitangaza katika taarifa ya Jumatatu. Serikali ya Angola imeomba makundi yote yasitishe vita kipindi hichi cha mazungumzo. Hii inarejelea kwamba ni vita vinavyoendelea kati saizi M23 na Wazalendo. Kundi la Wazalendo wameombwa na serikali ya Angola kwamba wasitishe vita katika kipindi hichi cha mazungumzo ambacho inataka kwenda kuendelea. Lakini leo hii pia tumeshuhudia kuona kwamba Rais Felix Tshisekedi alipokea wajumbe kutoka Marekani kwa ajili ya mazungumzo ambayo yalifanyika Kinshasa. Baadhi ya watu wamerejelea na kusema kwamba yalikuwa ni mazungumzo ya muendelezo wa kile kinachoendelea, kwamba serikali ya Kongo inataka kusaini mkataba wa madini na Marekani kwa ajili ya kufanya biashara, lakini vile vile Marekani imemwahidi kwamba kupitia mkataba ambao wataenda kufanya itamletea au itampatia amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vitu vimekuwa vingi sana. Maswali yamekuwa kiulizwa, kwa nini Felix Tshisekedi ameamua kukaa chini na M23 kwa ajili ya kuzungumza, hali ya kwamba mwenyewe alikiri waziwazi miezi kadhaa iliyopita kwamba kamwe hawezi kuikaa na M23 kwa ajili ya mazungumzo. Kipi ambacho kimemfanya badili msimamo wake? Na wengine wameenda mbali huko wakiwa wakizungumza kwamba kipindi hichi ni kipindi ambacho Wazalendo walikuwa wanafanya vizuri katika uwanja wa kivita, licha kuwa wengine pia ambao wapo upande wa M23 wamekuwa wakisema kwamba hilo swala sio kweli. Badala yake M23 wamekuwa wakifanya vizuri sana, kwa maana mpaka leo hii tunavyozungumza bado wanashikilia maeneo ya Goma pamoja na Bukavu, na huko walikuwa wanaendelea kwa ajili ya kuangalia jinsi gani wanaweza kashikilie Uvira. Haijawezekana bado kutokana na mambo mengi, kwamba Wazalendo bado wanaendelea kushikilia mji wa Uvira ili kuhakikisha kwamba M23 wasipenyeze. Lakini bado M23 wamesema kwamba ni mikakati yao ambao wanataka wajipange kujimarisha zaidi hivi kwamba kuhakikisha kwamba wanauteka mji wa Uvira na maeneo yote ya huko Fizi, Baraka na kadhalika. Kwa hiyo mambo yamekuwa ni mengi sana. Wengine wamekuwa wakizungumzia kwamba je, ni masharti aliyopewa Felix Tshisekedi na Marekani kwamba ni lazima anatakiwa aikae chini na M23 kwa ajili ya kutatua mizozo ambayo inaendelea au nini? Lakini vile vile pia sasa maswali yamekuwa ni kwamba endapo wataikaa chini kwa ajili ya mazungumzo, masharti ya M23 ambayo inataka Kongo iwatekelezee, je, watapata nafasi ya kusikizwa na kutekelezwa? Basi ndio hivyo, taarifa zinakuwa nyingi na ambazo zinaendelea kuzua maswali mengi. Hili swala M23 wanavyoenda kuikaa na serikali ya Kongo, Wazalendo wamehusishwa kwenye mazungumzo, pamoja na kwamba ndio tunajua kwamba ni Jean-Pierre Bemba ndiye msimamizi wa haya mazungumzo ambayo yanaenda kufanyika. Upande wa Wazalendo kuna msimamizi, mwakilishi au msemaji ambaye ataungana na Jean-Pierre Bemba kwa ajili ya kwenda kuzungumza. Inawezekana pale ambako unanisikiliza ukawa unasema kwamba kwani Wazalendo ni wakina nani mpaka waende wakaikae chini kwa ajili ya mazungumzo? Wazalendo wameplay party kubwa sana katika hivi vita. Wazalendo wameplay nafasi kubwa sana katika hivi vita vinavyoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya watu wa Kongo, kwa sababu ilisikika waziwazi kwamba serikali ya Kongo, wanajeshi wake wamekuwa wakikimbia vita, na yote ni kutokana na rushwa nyingi
hivi kwamba M23 waliingia kwenye jeshi la Kongo na kupitia rushwa wakalazimika wasipambane au wasiingie vitani. Lakini wengine pia wamekuwa wakienda mbali kwamba jeshi la Kongo halipo imara kwa vyovyote vile kutokana na serikali kutokuwa au kutokuwekeza pesa au mafunzo na miundombinu ambayo inaweza kawezeshe wanajeshi wa Kongo wawe imara kwa ajili ya kupambana na kikundi chochote kile ambacho kinaweza kaibuki katika nafasi au muda wote ule katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini pamoja na hivyo, wazalendo waliamua kusimama wakasema kwamba tutapambana. Na wamekuwa wakipambana. Na inaonekana katika uwanja wa vita mapambano ya wazalendo imekuwa ikisaidia katika namna moja au nyingine kupunguza kasi ya M23, kwa maana tarehe 26 mwezi wa pili walikuwa wamesema waziwazi kwamba watakuwa tayari wameshauteka mji wa Uvira, kitu ambacho mpaka saizi hakijawezekana. Na tayari ni March tarehe 16 hapa ninavyozungumza, bado mji wa Uvira upo mikononi mwa wazalendo. Kwa hiyo swala la kukaa na wazalendo kwa ajili ya kuzungumza lingekuwa na umaana mkubwa sana, kwa maana saizi vita ni kama vinaonwa sio tena kwa ajili ya serikali ya Kongo, badala yake ni wazalendo na M23 ndio wanapigana. Wazalendo ndio wanaripotia kwa mkubwa wao Felix Tshisekedi, na M23 wanaripotia kwa mkubwa wao Corneille Nangaa. Felix Tshisekedi amemchukua mmoja wa wafanyakazi wa serikalini ambaye ni Jean Pierre Bemba kwa ajili ya kwenda kuzungumza. Je, bado swali ni lile lile kwamba wazalendo wamepewa nafasi katika mazungumzo hayo ambayo yanataka kwenda kufanyika Angola March tarehe 18, ambayo ni siku 2 zijazo. Leo hii hapa ninapozungumza bado ni Sunday au Jumapili tarehe 16, na kwa Afrika saizi tayari ni tarehe 17 ambayo ni Jumatatu, siku ya kwanza, lendi. Kwa hiyo Tuesday ndio itakuwa tarehe 18 na ndipo mazungumzo yatakapoanza katika hizi pande zote mbili, M23 pamoja na serikali ya Kongo, kwa ajili ya kutafuta amani. Na si tena, nakumbusha tena kwamba serikali ya Angola imetangaza wazi kwamba katika kipindi hichi yasiwepo vita au isiwepo vita itakayoendelea, milio ya risasi kati ya pande zote mbili, maana yake wazalendo na serikali ya Kongo. Wazalendo pamoja na M23. Nitakuwa sijatendea haki kipindi hiki nisipolizungumzia hili swala Burundi. Burundi ameplay party kubwa sana katika vita hivi. Amekuwa akishirikiana na FARDC pamoja na wazalendo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapigana na M23. Maoni ya Burundi ameonyesha kutokufurahishwa sana na mikakati ya Felix Tshisekedi ambaye amekuwa akiyafanya kwa ajili ya kusema kwamba ataikaa chini na M23. Lakini je, swali ni moja. Ni siasa kwamba kwa nje tutazungumza hivi lakini kwa ndani tutafanya hichi? Kwa maana wanasiasa wanachokiongea mara nyingi sicho wanachokimaanisha. Msimamo wa waziwazi wa Burundi ni wazi na ni kweli kwamba anaonesha kutokufurahishwa endapo kutakuwa mazungumzo ambayo yatakayoendelea kati ya serikali ya Kongo pamoja na M23. Lakini pia habari zingine zinazungumza kwamba Burundi ameshawekwa chini na M23 kwa ajili ya kuambia kwamba waache
wasiwasi, waondoe wasiwasi. Vita hivi haviwalengi wao, badala yake vita hivi vinalenga kwenda kuondoa utawala wa Felix Tshisekedi. Nataka nikukumbushe tena kitu kimoja cha mwisho kwamba M23 ni muungano wa makundi tofauti tofauti, huku wakiwa na nia tofauti tofauti, lakini wote wameziunga kwa pamoja kwa ajili ya kufanya jambo liwe moja. Mambo mawili muhimu sana ya kuzingatia kuhusiana na M23. Moja ni kwamba Wanyamurenge wanataka Kivu, waichukue Kivu, na baada ya kuichukua Kivu waitangaze Republic of Kivu, Jamhuri ya Kivu. Kivu iwe nchi. Lakini kiongozi wao ambaye ni mwanachama wa AFC yes, kiongozi wao ambaye ni Corneille Nangaa, lengo lake kubwa ni kwenda kuangusha au kutokomeza utawala wa Felix Tshisekedi na kuichukua Kongo nzima mikononi mwake. Yeye naye pia amekuwa akitangaza na kusema waziwazi kwamba Kongo itabaki kuwa moja. Kwa hiyo dhamira hii imekuwa ikileta maswali mengi sana mbele ya watu kwamba je, M23 wataweza kuendelea kushirikiana huku wakiwa na malengo mawili tofauti? Basi leo hii tulikuwa tunataka tujiunge na wadau wetu kwa ajili ya mazungumzo mawili matatu, watupatie mambo mengi sana ambayo yanaendelea. Manake pia ukiachilia haya yote ambayo yamezidi kujitokeza, kuna interview pia kubwa ambayo imefanyika ya Kagame, huko akiwa anazungumza mambo mengi sana maovu, kusikitishwa, kukatishwa tamaa na Felix Tshisekedi katika uongozi wake. Na alikiri waziwazi kwamba endapo siku moja atakutana na Felix Tshisekedi, atamtamkia waziwazi kwamba anatamani asingekuwa rais wa Kongo. Na akawa amezungumza pia kwa kejeli kwamba Rais Tshisekedi alipokuwa Ubelgiji alikuwa tu mfanyakazi wa pizza, alikuwa na deliver pizza, lakini kazi alikuwa haifanyi kwa usta. Alikuwa anafanya kazi kwa uzembe sana. Nukuu ya Muitaliano ambaye alimwambia Kagame kwamba niliposikia kwamba huyu amekuwa rais wa Kongo, nilipatwa na maswali na kujiuliza kwamba huyu ambaye alikuwa anafanya kazi kwenye mgawa wangu na alikuwa hana uwezo hata wa kudeliver pizza ndio amekuwa rais wa Kongo? Atawezaje kazi? Basi maisha ya nyuma ya Tshisekedi yamekuwa pia yakizungumzwa kwa kejeli kwa upande wa Kagame. Lakini watu sasa wameanza kuzua pia mjadala na kuzungumzia kwamba hili swala si kweli. Pamoja na kwamba alikuwa mfanyakazi wa pizza, lakini baba yake alikuwa ni dokta katika Jamhuri ya Kongo, kiasi kwamba hakuishi maisha magumu. Kwao walikuwa wana pesa. Hakufanya hizo kazi labda kwa kusema kwamba eti bana hana pesa. Alifanya hizo kazi kwa sababu ya kuwajibika kama mwanaume, kwamba upate experience. Lakini baba yake amekomalia sana kwenye siasa na amekufa kwenye siasa, kiasi kwamba inawezekana muda mwingi sana alikaa chini na mwanae kwa ajili ya kumfundisha siasa. Na ndio kwa maana mpaka leo hii amekuwa rais wa Kongo. Lakini pamoja na hayo yote, mambo yamekuwa mengi sana, kwa maana Wakongomani wengi saizi hawana furaha au wana maswali mengi sana kwa technique ambayo inatumiwa saizi na Felix Tshisekedi ya kutaka kuikaa chini na M23. Lakini pia wakawa wameenda mbali pia na kuanza kuangalia maisha ya Kagame, kwamba naye pia aliishije kabla hajakuwa rais wa Rwanda. Wanasema kwamba alikuwa ni mfanyakazi
wa hizi kazi za kawaida sana, kwa maana alikuwa anaishi ukimbizini, na katika kazi alizozifanya mojawapo pia ni kwamba alikuwa anauza mayai, kazi za chini sana. Lakini ndio vile jamani, kwamba katika siasa wakati mwingine pia mazungumzo yanayoweza kufanyika na kati ya viongozi na kiongozi huyo na kiongozi mwingine yanakuwa aidha ni mabomu, ni vita. Ndio maana kuna vita vya maneno, vita vya moja kwa moja, watu wameshika bunduki. Kuna vita vya makaratasi. Vita vya maneno vinakuwa ni kiongozi anazungumza hiki, kiongozi yule naye pia anazungumza kile. Kwa hiyo nikiri waziwazi kwamba interview ya Kagame, pamoja na kwamba alizungumza mambo mengi sana kuhusiana na pia na genocide ambayo ilifanyika katika nchi ya Rwanda, lakini pia katika namna moja nyingine alikuwa pia yupo vitani akipambana na rais mwenzie wa Kongo, vita vya maneno. Nisikuchoshe usinichoshe. Naitwa Boss Elvis na hapa ni Red Pro Media. Ninachokuomba tu kitu kimoja, kwamba subscribe Red Pro Media, jiunge pamoja nasi ili kwamba familia yetu iendelee kuwa kubwa zaidi. Tunakuhitaji zaidi hata jinsi unavyojihitaji mwenyewe. Tena nakwambia kweli, tunakuhitaji sana zaidi ya jinsi unavyojihitaji mwenyewe. Kumbuka, haiishi mpaka ishe. Tunasubiri inyeshe ili tuone wapi panapovuja. Nisikuchoshe sana. Naitwa Boss Elvis na hapa ni Red Pro Media. Asante sana.